Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 6 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni mashujaa wa maombi, ikiwa ni katika wiki ya Mei 2 hadi Mei 8. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tuamini tupate ombi. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tukiwa na wengi wa shukrani kwa vile umetuwezesha kuiona siku ya leo, na wakati huu ambao tunaenda kuiangazia lesoni, tukiangazia mada ambayo inasema mashujaa wa imani. Tunakuomba Roho Mtakatifu akaweza kuwa mwalimu wetu tangia sasa hadi tamati. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Zaburi 116, 1 na 2. Neno la Mungu linasema hivi: nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Mtunga Zaburi anasema kwamba anampenda Mungu kwa sababu mbili ambazo anazitoa. Sababu ya kwanza ni kwamba Mungu anasikiliza sauti na dua zake, na jambo la pili ambalo ameliorodhesha hapa ni kuwa ametega sikio lake kumsikiza. Kwa hivyo tunaweza kujifunza kwamba Mungu anaweza kuzisikia sauti na dua zetu, na vile vile Mungu ameweza kutega sikio ili kuweza kutusikiza. Kwa hivyo nipende kukuhimiza pale nyumbani, kaweze kumpatia Mungu mahitaji yako, aweze kuyashughulikia, kwa sababu tumeweza kuona kwamba yeye yuko tayari kusikia sauti na dua zetu, na vile vile ameweza kulitega sikio lake akingoja tuweze kumueleza mahitaji yetu ili apate kuyashughulikia. Kumbuka ahadi za Mungu ni ndio. Rafiki ambaye akusikilizi, mara nyingi urafiki wenu utadorora na hata kufa. Lakini iwapo utakuwa na rafiki ambaye anasikiliza mahitaji yako na anaweza kuyashughulikia, urafiki wenu utazidi kukua na kukua zaidi. Kwa hivyo mahusiano yenu yanazidi kukua. Mungu yeye yuko tayari siku zote kutusikiliza. Yeye si kama binadamu ambaye ni kigeugeu. Mungu yeye yuko tayari kutusikiza siku zote. Kwa hivyo la kufanya ni kuweza kumupatia mahitaji yetu aweze kuyashughulikia. Tunakwenda kwa Mungu kupitia kwa njia ya imani. Unaposoma katika kitabu ni cha Waibrania sura 4:15, neno la Mungu linasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. 16, basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo Mungu ameweza kutupatia mwaliko kabambe kuweza kukikaribia kiti chake cha rehema ili tuweze kumueleza mahitaji yetu, ili akaweza kuyashughulikia mahitaji yetu. Mara nyingi sisi wa Kristo ndio ambao tumekuwa wazembe. Tumezembea katika kumueleza Mungu mahitaji yetu. Mungu anakuwa labda ni the last option ambayo uko nayo. Lakini pale ambapo mambo yamekukumba, labda utajaribu waganga, ujaribu kwingine, ukiona sasa labda umefika mwisho wa mwisho, pale ndipo unakuja kukumbuka, Mungu yupo, wacha nimjaribu. Lakini kumbuka, Mungu is not an option. Kwa yule ambaye ana uzoefu na Mungu, atamuweka Mungu kwa kila hatua zote ya mambo ambayo anayafanya. Kwa hivyo Mungu hatakuwa the last option, bali atakuwa the first option. Kumbuka neno la Mungu linasema, amelaaniwa yule ambaye anamtumainia mwanadamu, bali amebarikiwa yule ambaye anamtumainia Mungu. Kwa hivyo tuweze kumtumainia Mungu kama mtatuzi wa mahitaji yetu. Maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Kwa hivyo lazima tuende kwa Mungu kana kwamba ni rafiki wetu, tukaweza kumueleza mahitaji yetu kwa kina, mapana na marefu, ili aweze kuyashughulikia. Hatutaficha neno lolote, lakini kumbuka Mungu mwenyewe anajua yale ambayo tunayapitia, na sisi tunapokwenda kwake kama rafiki ili kumueleza yale ambayo tunapitia, ili kumueleza mahitaji yetu, si kana kwamba hayajui, bali ni sisi kuonyesha kwamba yeye yuko juu yetu, tunamtegemea, ana nguvu zaidi ya sisi. Kwa hivyo tutampelekea yale mahitaji ili aweze kuyashughulikia. Unajua pale nyumbani, wapo wewe ni mzazi, pale ambapo pengine watoto wako wanakuja na kuweza kukuuliza mambo fulani, sijui kama utatusaidia hivi na hivi, ni kwa sababu wanakujua wewe
na wanajua utaweza kutatua matatizo yao. Kwa hivyo wakikuja kwako wanakuamini kwamba utaweza kuyatimiza. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ni ya 7 aya ni ya 11, neno la Mungu linasema hivi: basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Ni swali ambalo linaulizwa. Kwa hivyo Mungu ataweza kutupatia mema wale ambao tunamuomba. Kwa hivyo la kufanya ni kuweza kumuomba. Maombi hayamshushi Mungu chini kwetu, bali hutuleta juu kwake. Kwa hivyo kupitia kwa njia ya maombi itakuwa ni mtandao wa communication ambao tunaweza kuzungumza moja kwa moja kama vile ambavyo marafiki wanazungumza. Yesu akiwa duniani alikuwa ni mfano wetu, na tunaona kwamba Yesu alihitaji kuomba ili aweze kupata nguvu za kila siku. Wiki jana tuliweza kusema kwamba asubuhi na mapema alfajiri Yesu anatoka anakwenda mahali ambapo ni pa faragha ili kuweza kufanya maombi. Kwa hivyo iwapo Yesu Kristo ambaye alikuwa mwana wa Mungu anafanya hivi, vipi sisi wanadamu ambao ni wadhaifu? Kwa hivyo hivi ni kusema sisi tunapaswa kuomba hata sana, kwa sababu tunajua Yesu ni kielelezo, na kumbuka tumesema kwamba Yesu aliweza kuyapitia mambo katika ulimwengu huu ili aweze kuwa mfano. Kutokana na kule kujaribiwa na kudhihakiwa na mambo kama hayo, Yesu anaweza kutupatia mfano wa kuigwa, mfano wa kuiga. Unaposoma katika kitabu ni cha Waefeso 6:18, maombi yameweza kuorodheshwa pale kama silaha ya kuweza kumshinda shetani. Na kwa hivyo iwapo Mungu amekupatia silaha ya kumshinda shetani, ni vizuri kuweza kuitumia, kwa sababu iwapo una silaha na usiitumie, basi utakuwa umejinyima ushindi. 18 inasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hivyo tuweze kudumu katika maombi, kwa sababu tunapigana na nguvu ambazo ukisoma katika Waefeso 6:12 neno la Mungu linasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo vita vyetu ni vya kiroho. Kwa hivyo maombi yanaweza kumshinda shetani kupitia asili ya zamani na ufunuo, kupitia majaliwa yake na kwa ushawishi wa roho wake. Mungu huzungumza nasi, lakini haya hayatoshi. Tunahitaji pia kumimina mioyo yetu kwake ili kuwa na uzima wa kiroho na nguvu. Ni lazima tuwe na uhusiano halisi na Baba yetu wa mbinguni. Akili zetu zinaweza kuvutwa kwake, tunaweza kutafakari kazi zake, rehema zake, baraka zake. Ili kuwasiliana na Mungu ni lazima tuwe na kitu cha kumwambia kuhusu maisha yetu halisi. Maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama rafiki. Sio kwamba ni muhimu ili kumjulisha Mungu sisi mahitaji yetu, bali ili kutuwezesha kumpokea. Maombi hayamshushi Mungu chini kwetu, bali hutuleta juu kwake. Yesu alipokuwa duniani aliwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Aliwaelekeza kuwasilisha mahitaji yao ya kila siku mbele za Mungu na kumtwika yeye mahangaiko yao yote, na uhakikisho aliyowapa kwamba maombi yao yanapaswa kusikilizwa ni uhakikisho kwetu pia. Kwa hivyo mahitaji yetu ya kila siku lazima tuweze kuyawasilisha kwa Mungu. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ni Danieli mwaminifu. Somo letu limejengeka katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 2 na sura ya 6. Na tunaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kiliweza kumfanya Danieli kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kumbuka walikuwa ni vijana ambao walikuwa wameletwa mateka katika nchi ya Babeli, lakini msingi wao ulikuwa umejengeka wakiwa wadogo. Kwa hivyo wanapokwenda pale kwa mfalme Nebukadneza, walikuwa wanajua Mungu wao ni nani, na kwa hivyo hawakutaka kutangamana na miungu mingine, kwa sababu waliweza kutambua Mungu ni nani. Na unaposoma katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 1 aya ni ya 8, tunaona kwamba Danieli
aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa hivyo ni kitu ambacho alikuwa ameazimia moyoni kwamba yeye hatajitia unajisi. Kwa hivyo na sisi tunafaa kuwa tumeazimia moyoni kuweza kumtumikia Bwana ili akaweza kutujenga zaidi, akaweza kutupatia uelewa wa neno lake, ufahamu wa neno lake. Kwa hivyo tunaona kutokana na hili Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Unaposoma katika kitabu ni cha Danieli 1:17. Kwa hivyo ili tuweze kuwa na ufahamu, lazima tuweze kumtumainia Bwana kama kiongozi wa maisha yetu. Lazima tuweze kuazimia moyoni kuweza kumtumikia huyu Bwana, haijalishi tuko wapi, kwa sababu imekuwa ni uzoefu wetu, haitakuwa vigumu kuweza kufanya. Kumbuka wiki jana tuliweza kusema matendo yakirudiwa yanaleta mazoea, mazoea yakirudiwa yanaleta tabia, na tabia inaweza kuelezea hatima yetu itakuwa wapi. Na vile vile tunaweza kuona kwamba Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Danieli. Kwa hivyo tunapo mwalika Roho wa Mungu kupiga kambi mioyoni mwetu, tutaweza kufanya uamuzi ambao hautaenda kinyume na Mungu. Unaposoma katika kitabu ni cha Danieli 2:20, kuna jambo pale ambalo tutaweza kujifunza. Danieli 2:20 hadi 23. Lakini nitaanzia 17. Ndipo akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Baada ya kuwa wametambua kwamba kuna mgogoro ambao uko mbele yao, aliweza kuwatafuta marafiki zake ili kuweza kutafuta ushauri kutoka kwa Mungu, na wanaweza kufanya hivi kupitia kwa njia ya maombi. Unaposoma 19 inasema, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika jonzi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo ni baada ya kuomba ndipo jonzi yake inaweza kufunguliwa, na hivyo anaweza kumuhimidi Mungu. 20, Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba palipo giza, Mungu anakuja na kumulika na kutoa ile giza ili iweze kuwa nuru. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kimefichika kwa Mungu, na Mungu ndiye ambaye anaweza kutupa maarifa. Vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Danieli sura ni ya 6 aya ni ya 10, tutasoma 7 alafu tushuke chini. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Kwa hivyo walipomchunguza huyu Danieli, waliona iwapo tutapata kitu ambacho kitaweza kumwangusha, ni kujaribu kumwambia aweze kupinda ama kupotosha amri za Mungu wake, na walijua hili hangelifanya. Kwa hivyo wanaweza kutumia nafasi hiyo kumjaribu Danieli, kwa sababu walijua hapa tutakuwa tumempata. Kwa hivyo wanasema kwamba kwa siku 30 mfalme alipaswa kuwa yeye ndiye anaabudiwa. Kwa hivyo wanaweza kumweka mfalme Dario katika nafasi ya Mungu. Lakini kumbuka Danieli baada ya kung'amua hili anasema haiwezekani. Mmesema ndio ni sawa, lakini mimi Mungu ambaye ninatambua ni Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo haijalishi ni kipi ambacho mnasema, sijui atakayefanya hivi
hukumiwa kifo, haitajalisha. Kwa hivyo yeye maisha yake aliweza kuyahatarisha kwa sababu hangeweza kuzivunja zile sheria za Mungu. Kwa hivyo alijua kuwa sheria huyu hatutamuweza. Kwa hivyo yeye aliweza kusimama kidete na kuweza kusimama na Mungu. 10 inasema hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hivyo tunaona alikuwa na uzoefu wa kuomba mara 3 kila siku. Kwa hivyo yeye aliendelea tu na mfumo wake wa maombi, hakuweza kujificha, aliweza kuomba hadharani kwa sababu yeye Mungu wake si Mungu wa siri, ni Mungu wa hadharani. Anazidisha maombi, yeye hajali. Alafu 11 inasema basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Kwa hivyo anaweza kughadhabishwa baada ya kujua kwamba Danieli bado anazidi kumwomba Mungu wake, na kwa hivyo walikuwa wameshapata njia ya kumuua, lakini tunajua kwamba baada ya kuwa ameweza kumrusha kwenye tundu la simba, Mungu aliweza kumnusuru pale na jina lake likaweza kuhimidiwa. Kwa hivyo yale ambayo walikuwa wameyakusudia kuwa mabaya yanaweza kuwa mazuri kwa sababu jina la Mungu linaweza kupata umaarufu kutokana na jambo hili. Alipokabili matatizo, Danieli aliomba hata ingawa tishio lilikuwa dhidi ya maisha yake. Alikuwa thabiti na mwenye uvumilivu katika maombi mara 3 kila siku kama ilivyokuwa desturi yake, na alitabirika kwenye dirisha lake lililo wazi mara 3 kwa siku alipokuwa akiomba kuelekea Yerusalemu. Sala yake ilikuwa ni tendo la kimwili. Alipiga magoti na ililenga shukrani na dua. Vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Danieli 10, tunaweza kukumbana na Danieli akiwa katika maombi pale ambapo ameomba, lakini tunajua amezuiliwa kwa takriban majuma 3, lakini pale ambapo Kristo analeta majibu anasema kwamba ulipoomba majibu yalikuja, lakini yule malaika aliweza kutekwa mateka. Kwa hivyo alikuwa na uzoefu wa maombi kwa mambo yote. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambao ni mkao wa maombi. Je, tuombe vipi? Kuna wale ambao wanasema haitegemei unaomba vipi. Kuna wale ambao wanaomba wakisimama, kuna wale ambao wanaomba wakipiga magoti. Tunaweza sema posture ni nyingi sana za kuomba. Kitambo watu walikuwa wakisimama. Unaposoma katika kitabu ni cha Mambo ya Nyakati 2:25, 6 na 13. Vile vile unaposoma Ayubu 30:20. Lakini tunapoona pia tendo la kupiga magoti, kuna wale ambao walikuwa wakifanya hivyo. Yesu mwenyewe alifanya hivyo, Danieli alifanya hivyo, Petro alifanya hivyo, vile vile Paulo aliweza kufanya hivyo. Tendo la kimwili la kupiga magoti kwa unyenyekevu linaonyesha mkao wa unyenyekevu. Ni tofauti kwa namna fulani na kukaa kwenye kiti au kulala kitandani tunapoomba, ingawa tunaweza kuomba katika hali hizi pia. Hata hivyo, tunapopiga magoti mbele za Mungu, mioyo yetu inajisalimisha kwa urahisi zaidi, huku mwili wetu na maneno yetu yanatangaza kwamba yeye ni mwenye enzi kuu na kwamba sisi ni watoto wake tu walioumbwa. Kwa hivyo ni unyenyekevu kwa Mungu pale ambapo tunapiga magoti, lakini hatujalazimishwa kupiga magoti. Unaweza omba kwa njia yoyote ile, lakini kupiga magoti ni kuonyesha unyenyekevu wetu. Kwa hivyo iko recommended. Mwandishi wa lesoni anasema, je, una mkao gani wa kawaida unapoomba? Biblia haihitaji tusali tukiwa na mkao fulani hasa, lakini mkao ni muhimu kwa kuwa unaonyesha heshima yetu, hisia zetu za ndani na tamaa yetu ya kujisalimisha kwa Mungu. Watu wengine hawawezi kupiga magoti, kwa hiyo hatimaye ni hali ya moyo ambayo ni muhimu zaidi. Kumbuka, ni hali ya moyo ambayo ni muhimu zaidi. Ikiwa unaweza kupiga magoti lakini kwa kawaida hufanyi hivyo, kwa nini usijaribu kupiga magoti wakati mwingine unapoomba na uone jinsi inavyoathiri wakati wako na Mungu?
Swali ambalo linaulizwa, Biblia inatualika tusali bila kukoma. Unaposoma katika kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza 5:17, ikimaanisha kudumu. Unaposoma Wakolosai 4:2 na ustahimilivu, Warumi 12:12. Unaposimama, unapoketi, unapolala au unapotembea, elekeza mawazo yako kwa Mungu na kuzungumza naye kama rafiki yako. Anza sasa hivi. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumanne ambayo ni Henoko alitembea na kuzungumza. Unaposoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 5 aya ni ya 22 na 20 na hadi 24, neno la Mungu linasema hivi: Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. 23 inasema siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Kwa hivyo tunaona kutokana na kuenenda na Mungu kwake anaweza kutwaliwa na Mungu. Hivyo tunaona kwamba maisha ya Henoko yalikuwa ni maisha ambayo yalikuwa yamejengeka kwa Mungu. Unaposoma mwandishi wa lesoni anasema kwamba katikati ya maisha ya kazi yenye shughuli nyingi, Henoko alidumisha kwa uthabiti ushirika wake na Mungu. Kadiri kazi yake ilivyozidi kuwa kubwa zaidi, ndivyo maombi yake yalivyokuwa ya kudumu na ya bidii zaidi. Baada ya kukaa kwa muda kati ya watu, alijitahidi kuwafaidi kwa mafundisho na kielelezo. Angejiondoa ili kukaa kwa muda katika upweke, akiwa na njaa na kiu ya ufahamu huo wa kiungu ambao Mungu pekee yake anaweza kutoa. Akiwasiliana hivyo na Mungu, Henoko alizidi kuakisi sura ya kiungu. Hata wasiomcha Mungu waliutazama kwa kicho mwonekano wa mbinguni usoni mwake. Kwa hivyo tunapozidi kuwa na Mungu tunaakisi tabia yake. Musa anapotoka mlimani akishuka chini, utukufu wa Mungu ulikuwa unaangaza kwake, na wale wana wa Israeli walisema, hatutaki kukuona Musa, nenda kule ambako ulikuwa, kwa sababu ule utukufu wa Mungu ulikuwa una reflect kwake. Kwa hivyo hata na sisi tunapokuwa tuko karibu na Mungu kupitia kwa njia ya maombi, kupitia kwa kusoma neno lake, tutaweza kuakisi tabia ya Mungu, na haitakuwa vigumu watu kutambua kwamba huyu amekuwa na Mungu, kwa sababu matendo yetu, usemi wetu utakuwa unaashiria sisi ni watu ambao tumekuwa na Mungu. Tunaweza kuomba wakati wowote, mahali popote. Hakuna mahali popote duniani ambapo Mungu hatuoni au kutusikiliza ama kutusikiza. Unaposoma Zaburi 139:7 hadi 12, daima husikia vilio vya mioyo yetu, haijalishi tulipo. Hata hivyo, kuna jambo la kusemwa kwa ajili ya kusali kwa sauti badala ya kusali tu katika akili zetu. Tunaposali kimya kimya, tunaweza kukengeushwa fikra au hata kutomaliza mlolongo wetu wa mawazo au sentensi yetu, na inawezekana kuwa vigumu zaidi kwa mawazo yetu kubaki yamelenga. Lakini tunaposali kwa sauti, iwe kwa kunongona au kwa sauti yetu ya kawaida, ni ukumbusho wa hali ya juu kwetu sisi wenyewe kwamba Mungu ni halisi, kwamba anasikiliza, na kwamba tuna jambo fulani hasa la kuzungumza naye. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba labda pengine wanaogopa kuomba kwa nguvu kwa sababu shetani atasikia maombi yao. Lakini nipende kukuhimiza kwamba pale ambapo tunaalika uwepo wa Mungu kupitia kwa njia ya maombi, tunaweza kufukuza nguvu za giza na kualika nguvu za kimbingu ambazo zinaweza kutulinda. Kwa hivyo usije ukaogopa kuomba kwa sauti. Yesu mwenyewe tunaona akiomba kwa sauti. Unaposoma katika kitabu ni cha Mathayo 26:39-42 na 44, na vilevile unaposoma katika kitabu ni cha Waebrania sura ni ya 5 aya ni ya 7 na 8. Unaposoma katika kitabu ni cha Mathayo 26:39, neno la Mungu linasema, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli,
akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kwa hivyo aliweza kuzungumza kwa sauti, Baba yangu, ikiwezekana kama kikombe hiki kiniepuke. Na vile vile unaposoma 42 inasema hivi, akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokinywa, mapenzi yako yatimizwe. Na vile vile unaposoma 44 inasema, akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kwa hivyo tunaona alikuwa akisema maneno yaliweza kusikika. Ni maneno gani? Na vile vile nimesema kitabu ni cha Waibrania 5:7 na 8. Neno la Mungu linasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Akasikilizwa, na tumeweza kuona kwa sauti na kulia. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kwa hivyo aliweza kuzungumza, watu wangesikia kile ambacho alikuwa akiomba. Kwa hivyo tunaweza kujifunza pia kutoka kwa Yesu mwenyewe kwamba ni vizuri kutamka maneno ili yaweze kusikika. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni Musa kiongozi mcha Mungu, na vile vile tutaona siku ya Alhamisi ambayo ni Musa anaombea taifa. Na tunapokuwa tunaangalia katika kitabu ni cha Kutoka 33:15 hadi 23 tunaweza kuona ukaribu wa Musa na Mungu wake. Lakini unaposoma katika kitabu ni cha Kutoka 33:11 tunaona kwamba Bwana akasema na Musa uso kwa uso kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kwa hivyo tunaona kulikuwa na ule uzoefu wa karibu kati ya Musa na Mungu, na kwa hivyo mahusiano yao yalikuwa ni kama ya rafiki kwa rafiki. Kwa hivyo na pia sisi tunapotangamana na Mungu inapaswa kuwa hivyo. Kama vile nilipoanza kusema ni kwamba inatupasa kuweza kumweleza mahitaji yetu pasi kuficha, kwa sababu tunajua anaweza akayatatua mahitaji yetu. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba uhusiano wao ulikuwa umedumishwa kwa urafiki, na ulikuwa ni uzoefu ambao unafanya mahusiano haya kuwa yameweza kujengeka zaidi hata zaidi. Musa aliweza kumwelewa Mungu vizuri. Kwa hivyo na sisi inatupasa tuweze kuwa na uzoefu kuwasiliana na Mungu ili mahusiano yetu yakaweza kuzidi kukua na kukua na kukua, ili tukaweza kumtumainia yeye kwa sababu tunamjua, si kwa sababu tunasikia, kwa sababu tumeonja na tukaona kwamba Bwana ni mwema, si kutokana kwamba tumeambiwa na wachungaji ama nini. Tumeweza kuwa na first hand experience. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba tunaweza kuzungumza na Mungu hata sasa. Kumbuka wiki jana tuliweza kujifunza kwamba Biblia inamfunua Mungu. Tuliweza kuona kwamba Mungu anatuzungumzia kwa neno lake. Kwa hivyo lazima tuweze kumjua Mungu kutokana na sisi kulisoma neno lake. Lakini kabla ya kutoka hapa tutasoma katika kitabu ni cha Kutoka 33:17. Tuweze kuona kwamba Mungu alikuwa anamjua mtumishi wake kwa jina. 33:17 Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Kwa hivyo aliweza kupata neema mbele za Mungu, na Mungu aliweza kulijua jina lake. Uhusiano wa karibu huu, anaweza kupata neema machoni pake. Kwa hivyo hata sisi tutapata neema iwapo tutazidi kujenga mahusiano yetu na Mungu. Na hivyo tunaweza kuona kwamba Musa siku zote alikuwa katika uwepo wa Mungu akiomba mwongozo na maombezi kwa ajili ya watu anaowaongoza. Kwa hivyo hata sisi wale ambao tumejukumishwa, wanafamilia, viongozi, inatupasa siku zote tuweze kuwa katika uwepo wa Mungu, tukiweza kuombea wale ambao tunawaongoza, tuweze kupata hekima kama ya Danieli na ufahamu, ili tuweze kuongoza watu wa Mungu katika njia sahihi. Vile vile tunaona kwamba kuna tabia ambayo Musa alikuwa nayo. Musa amempata dadake Miriamu, Haruni pale. Miriamu anajaribu kusema kwamba anajaribu kuchallenge kwamba Musa, kuna uwezekano labda
Mungu hamtumii. Sasa anauliza labda hata sisi Mungu anaweza kututumia. Nakumbuka hili linatokana na kwamba Musa alikuwa ameoa mke Mkushi, kwa hivyo waliona kuna uwezekano Mungu anaweza tutumia hata sisi, na kwa hivyo alijaribu kuchallenge leadership yake. Lakini baada ya kuwa Miriamu amepata ugonjwa wa ukoma, tunaona Musa akimlilia Mungu na kusema kwamba akaweze kumponya. Kwa hivyo Musa, licha ya kuwa alikuwa anajua huyu ndiye ambaye alikuwa anajaribu kuni challenge, bado anamuombea. Kwa hivyo ni jambo la kuweza kujifunza hata sisi. Cha kushangaza zaidi kuhusu maingiliano yake na Miriamu ni kwamba Musa ndiye aliyekuwa mlengwa, dharau na wivu wake. Angeweza kusimama kando na kumwacha Mungu atoe adhabu waliostahili Miriamu na Haruni. Badala yake alikuwa mwepesi kusamehe na kuombea uponyaji wa dada yake. Ni onyesho lenye nguvu jinsi gani la neema ya Mungu ya kusamehe wenye dhambi inaonekana hapa katika matendo ya Musa. Sijui kama kuna mtu ambaye amekukosea leo, ama kuna mtu ambaye amekukosea pale ambapo labda pengine unaona anapitia jambo fulani, unasema wacha apitie hiyo, anastahili kuwa anapitia hiyo. Yaani ni kana kwamba tunafurahi mtu anapopitia challenges fulani. Nilimwambia, hakunisikiza, wacha apitie, anastahili kuwa hivyo ili aweze kujua. Lakini tunaona Musa, yeye aliweza kuwaombea wale ambao walikuwa wakimdharau. Kwa hivyo tunaweza kujifunza kuweza kuwaombea wale ambao hawakubaliani na kile ambacho tunasema, wale ambao wanatudharau. Ni jambo la kuweza kujifunza. Na iwapo wewe hauwasamehi watu, sijui na expect aje Mungu pia yeye aweze kukusamehea. Hiyo ni kinaya kwamba wewe unataka uombe msamaha kwa Mungu akusamehe, lakini wewe hutaki kusamehe. Wakristo wengi wamejaa chuki kanisani. Kuna watu ambao kwa kwaya moja wanaimba, lakini ni watu ambao hawazungumziani. Tuko katika makanisa lakini tumejaa uovu, hatuzungumziani. Lakini tunaweza kujifunza kwamba licha ya kuwa kuna mambo kama haya, inatupaswa kuweza kujishusha chini ili tuweze kumuinua Mungu, ili Mungu aweze kuonekana ndani yetu. Kwa hivyo, iwapo kuna mtu ambaye amekukosea na unahisi kwamba haujatafuta msamaha kwake, fika pale uweze kumuomba msamaha. Tutakwenda moja kwa moja hadi Musa anaombea taifa. Unaposoma katika kitabu ni cha Kutoka 31 hadi 32, tunaona kwamba Musa pale ambapo Mungu amekata kauli kwamba atawaangamiza wale wana wa Israeli na kuweza kulianza taifa lingine, Musa anamwambia Mungu, hapana, usifanye hivyo. Iwapo utafanya hivi, basi toa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa hivyo anakuja kama mpatanishi kati ya wana wa Israeli na Mungu, anaingilia pale katikati ili wasije wakaangamizwa. Vile vile tunamjua Yesu ni mpatanishi kati ya binadamu na Mungu. Tuliweza kutenda dhambi na tuliweza kustahili kifo, lakini Kristo anakuja na kufa kuchukua adhabu ambayo tulipasa kuchukua ili aweze kutukomboa. Anakufa kifo cha aibu msalabani ili tuweze kuishi. Anaishi maisha ambayo tulipaswa kuishi ili tuweze kuishi maisha ambayo alipaswa kuishi. Kwa hivyo Kristo ni mpatanishi. Kristo kama Mungu anatuwezesha kuweza kuishi maisha ya kitaua. Kristo kama binadamu anakuwa ni kielelezo. Kwa hivyo Kristo anaweza kujitoa kafara ili kuweza kumwokoa mwanadamu aliyezama dhambini. Kwa hivyo tunaweza kuona mfanano fulani hapo kati ya Musa na Kristo. Tunaweza kujifunza mengi kutokana na maisha ya Musa kuhusiana na sala na kushikamana na Mungu. Musa alikuwa na upendo wa kina kwa Mungu na picha ya wazi ya tabia yake. Mungu alijieleza kwa Musa katika Kutoka 34:6. Musa alikuwa jasiri na mwaminifu alipomshikilia Mungu katika panda shuka za safari yenye uchovu ya kuelekea nchi ya ahadi. Ingawa alitatizika
kama sisi sote tunavyofanya. Musa aliamini uwezo, uwepo na uongozi wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Musa alimkumbusha Mungu juu ya agano lake. Alidai ahadi za Mungu kwa niaba ya watu wake na kukumbuka uongozi wa Mungu wa siku zilizopita. Na mwisho, Musa alikubali majibu ya Mungu kwa sala zake, iwe ndio au hapana. Kuwa katika uhusiano wa karibu na Mungu haimaanishi moja kwa moja kwamba tutapata kila tunachotaka, lakini tunapaswa kuomba kwa kudumu hata hivyo. Kumbuka Musa angeweza kulalama kwa Mungu kwa sababu yeye aliambiwa, kwa sababu uligonga mwamba mara mbili hautaweza kuiona Kanani. Kwa hivyo akamwambia aweze kupanda mlima Pisga ili aweze kuiangalia nchi ya Kanani, lakini hata ingia. Hakulalama, aliweza kufanya hivyo, na tunaona akiweza kufa pale akiwa ameona mji ambao wengine wangeweza kuingia, lakini yeye hakuingia. Kwa hivyo tunaweza kujifunza pia unyenyekevu kutoka kwa Musa huyu. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa yale yote ambao tumeweza kujifunza katika siku ya leo. Tumeweza kuona watumishi Danieli, Henoko na Musa ambao waliweza kukuandama siku zote na wameweza kuwa ni vielelezo kwa sisi. Waliweza kuomba na kukutumainia wewe. Hivyo na sisi tunakuomba kwamba ukaweza kutujaza Roho Mtakatifu ili na sisi tuweze kuenenda pamoja na wewe, ili tuweze kukutumainia kwa yote ambayo tunayafanya katika maisha haya. Wasikilizaji, watazamaji popote walipo, vile tunaweza kuombea ukazidi kuwa pamoja na wao wanapopiga hatua ya kukujua zaidi, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Thank you.